Hii ni Tenda Radio. Tenda za serikali ni pesa. Tenda Radio. Tenda za serikali ni pesa. Imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Ukiniuliza unaendeleaje, nitakujibu niko vizuri zaidi ya jana. Na hayo pia ni majibu ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu walionufaika na tenda za serikali walizozipata kupitia mfumo wa NeST. Na kukaribisha kusikiliza sehemu ya 25 ya Tenda Radio, na leo tutajikita kwa mulika vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu ambao wako vizuri kifedha baada ya kupata tenda za serikali, hususan katika mikoa ya kusini mwa Tanzania. Mpaka sasa hivi tuna takriban tenda 8 ambazo tumezipata kwenye mfumo wa NeST ambazo zenye thamani ya sio chini ya milioni 30. Tenda ya kwanza tumepata wenje. Tumepata tenda ya milioni 7,850,058. Matukio haya yamemulikwa wakati wa mbio za Mwenge wa Uhuru ambao mwaka huu umeibeba ajenda ya fursa za tenda kwa makundi maalum. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Na baadaye tutajiunga na Yusufu Abasi, afisa uhusiano na mawasiliano kutoka PPRA, yeye akiripoti kutokea kusini. Karibu. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa NeST kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0260263854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na zaidi ya 70% ya bajeti kuu ya serikali hutumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake ni kwamba katika kila shilingi milioni 1, zaidi ya shilingi 700,000 hutumika kwenye tenda za serikali. Na hii ni pesa ambayo wewe Mtanzania unaweza kuipata kwa kufanya kazi na serikali. Sasa hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, rasimisha kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi na halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa NeST. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi ataingia kwenye mfumo wa NeST, yani nest.go.tz, kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Ni hivyo tu. Msaada wa kujisajili na kuomba tenda unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736494948 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Tenda za serikali ni pesa. Kwa majina naitwa Asha Abdurrahman Muhammad, ni mweka hazina kikundi cha kina mama wanawake wa Mam Group tunaojishughulisha na kazi za uzoaji wa taka ngumu kwenye manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Kikundi chetu tulikuwa ni watu 15, wanawake 15. Baadaye tulipokuja kusikia hizo tenda za NeST, tukaamua tujiunge na sisi kwenda kuomba hizo tenda. Kweli tulifanikiwa. Tenda kubwa ambayo tumepata ni ile yenye thamani ya shilingi milioni 80. Lakini ukijumuisha na mitaa yote ya ambao zaidi
ya 10 tunazoa, tuna tenda zaidi ya shilingi milioni 800. Ndiyo, unaweza kupata tenda za serikali hata bila kuwa na kampuni. Sajili kikundi cha watu 5 hadi 20 kwenye halmashauri, kiwe cha vijana, wanawake, wazee au watu wenye ulemavu. Kamilisha usajili kwenye mfumo wa NeST, kisha omba tenda. Kwa maelezo zaidi, wapigie mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kwa namba 0736 49 49 48. NeST, tenda za serikali ni pesa. Kama ulivyosikia, tenda ni pesa. Na huko kusini mwa Tanzania, Mtwara, Ruvuma na maeneo mengine, kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru zimebeba neema ya elimu ya fursa kwa wananchi. Sasa kabla hatujajiunga na Bwana Yusufu Abasi akiwa na wananchi waliopata mamilioni ya tenda za serikali, kwanza tumsikilize meneja wa PPRA kanda ya kusini huko, Bwana Phineas Manase, akieleza jinsi ambavyo PPRA wametoa elimu ya fursa. Naitwa Phineas Manase, meneja ya PPRA kanda ya kusini. Tuko hapa Tandahimba, tunashiriki mbio za Mwenge kwa kuendelea kuhamasisha wananchi waweze kujua fursa za kiuchumi ambazo ziko kwenye sheria ya ununuzi wa umma. Na kimsingi tunashiriki kwenye hizi mbio za Mwenge kwa kuzingatia kauli mbiu ya mbio za Mwenge lenyewe, kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Sasa katika hatua ya kuleta maendeleo, tunawaambia wananchi namna ambavyo wanaweza kashiriki kwenye michakato ya ununuzi wa umma na wakajipatia kipato. Kwa mfano, hapa Tandahimba tumeongea na wazee na tumewapa elimu jinsi ambavyo wanaweza kajiunga kwenye makundi ya kuanzia watu 5 na kuendelea, na wakatafuta kitu ambacho serikali inahitaji nacho na wakasajiliwa na halmashauri, na wakishamaliza taratibu zote hizo, halmashauri tunapata taarifa hicho kikundi na tunakisajili kwenye mfumo wa NeST ili waweze kushiriki kwenye tenda za serikali na kukuza kipato chao. Na wameshukuru, maana wanasema hili jambo walikuwa bado hawalielewi sawa sawa, lakini kupitia mbio za Mwenge hizi tumeweza kuwafafanulia na wameonekana kuwa na hamasa kabisa, na tunawaeleza kwamba hakuna sababu ya kukaa kinyonge, hakuna sababu ya kukaa na umaskini. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejipambanua, haitaki kuona wananchi wake wanaishi kinyonge, wanaishi katika hali ya kutokuwa na utoshelevu, na ndio maana imeweka utaratibu wa kila taasisi kutenga 30% ya mipango yake ya ununuzi kwa ajili haya makundi ya vijana, makundi ya wazee, makundi ya wanawake na watu wenye uhitaji maalum. Na wakifanya hivi, hakuna sababu ya kuwa maskini, kwa sababu wanashiriki kwenye hii michakato ya zabuni na wanapata hizi tenda na wanafanya kazi, na wanapoikamilisha vizuri wanalipwa, na ndio mwanzo wenyewe wa kuondokana na hali ya umaskini. Umemsikiliza Bwana Phineas Manase, meneja wa PPRA kanda ya kusini. Sasa ni muda wa kujiunga na Bwana Yusufu Abasi, afisa uhusiano na mawasiliano wa PPRA, akiwa mkoani Ruvuma na Mtwara, na ametembelea makundi yaliyopata pesa kupitia tenda za serikali zilizotengwa kwa ajili ya makundi maalum. Tuanze na ziara yake ya mkoani Ruvuma. Fursa za tenda za serikali zinazidi kutamalaki kwa makundi maalum, na hapa leo tumekuja kutembelea katika mtaa wa Mwesi uliopo katika halmashauri ya Tunduru mkoani Ruvuma. Tumekuja kukutembelea kikundi cha wanawake ambao na wenyewe ni sehemu ya wanufaika wa hizi 30% za tenda za serikali kwa makundi maalum. Tunakwenda kuzungumza na mwenyekiti wa kikundi hicho, atueleze kinaga ubaga nini walifanya ama nini wanaendelea kufanya kuhakikisha wamenufaika na hizi tenda za serikali. Twende tukamsikilize. Kwa majina naitwa Debora Kawina, ni mwenyekiti wa kikundi cha wanawake kinaitwa Hekima Group ambacho kinapatikana jiji cha Mwesi wilayani Tunduru. Kikundi hiki tuna miaka karibu 3. Sisi tunasaka kokoto, lakini pia tuna eneo la kukimania mchanga, lakini pia tunafyatua tofali. Baada ya hapo, wilaya ya Tunduru ulipofika mwezi wa kwanza kupitia semina ya NeST, na sisi tukaitwa. Tulivyoitwa na mkurugenzi, tukaenda kuhudhuria mafunzo ya NeST. Pale tukaanza sisi tukashawishika na yale mafunzo, tukajisajili. Baada ya mafunzo tuna miezi kama 2 mpaka sasa, lakini mpaka sasa hivi tumenufaika. Tuna tenda tulizozipata ni 4 ambazo zina milioni 20. Tenda ya kwanza tumepata Wenje, tumepata tenda ya milioni 7,850,058. Lakini tenda ya pili tumepata Matemanga milioni 2,388,800. Tenda ya tatu tumepata halmashauri milioni 4,500,000. Tenda ya 4
tumepata na miungo kijiji kinaitwa Mnenje, hiyo ya 5,720,000. Tunamshukuru Mungu kupitia mfumo wa Nesti. Tangia tuanze kupata tenda za Nesti, kwa kweli tulikuwa tuna maisha magumu, hata namna ya kuwakomboa watoto ambao wako mashuleni tulikuwa tunashindwa, lakini baada ya mfumo wa Nesti hawana njaa tena, na si wenyewe maisha yetu ni mazuri. Wito wangu kwa wanawake wenzangu, kwanza waanzishe vikundi, wanufaike kama sisi tunavyonufaika. Wanapofikiwa na maafisa maendeleo, kuwafuata vijijini na kuwaelimisha juu ya kujisajili Nesti, wasiwe waoga. Sisi wenyewe tulikuwa waoga, lakini baada ya kuthubutu, sasa hivi tuko na maisha mengine, sio yale tena. Umesikiliza ushuhuda wa kikundi cha wanawake cha hekima na neema walioipata kupitia mfumo wa Nesti. Sasa turejee tena kwa Bwana Abasi, afisa uhusiano na mawasiliano wa PPRA, na sasa tunamulika ziara yake akiwa mkoani Mtwara na amepita mtaa kwa mtaa. Hapa ni Dinecha, mtaa wa Chitondo la halmashauri ya Mji Nanyamba mkoani Mtwara. Tumekuja kutembelea moja ya vikundi vya vijana ambao tayari wameshaweza kunufaika na tenda za serikali kupitia 30% za mgawanyo wa tenda kwa makundi maalum. Tunakwenda kukutana na kikundi cha Mason Group ambao wao ni wasambazaji wa matofali pamoja na vifaa mbalimbali vya ujenzi, na tayari wameweza kunufaika kwa idadi kadhaa ya tenda kupitia mfumo wa Nesti. Kwa majina naitwa Hassan Said Mchomolo, ni mwenyekiti wa Mason Group. Hiki ni kikundi ambacho kilianzishwa 2025, lakini pia tulifanikisha kuingia kwenye mfumo wa Nesti. Tulisajiliwa kwenye Nesti 2025 mwezi wa 9 kama sio wa 10. Baada ya kusajiliwa tulifanikisha kupata tenda mbalimbali. Tulipata tenda takriban mpaka sasa hivi tuna takriban tenda 8 ambazo tumezipata kwenye mfumo wa Nesti, ambazo zenye thamani ya sio chini ya milioni 30. Tulipata tenda shule ya msingi Hinju, tulipeleka tofali 4800 za inchi 6, tulipeleka kokoto trip 5, lakini pia tulipeleka tofali shule ya msingi Mwamko Bemba ndani ya halmashauri ya Nanyamba. Hatukuishia hapo, bado tuliendelea kupambana kwenye Nesti, tukashinda tenda moja ambayo ilikuwa ya mtaa wa Chitondola kwenye ofisi. Tulishinda pale kulisha tofali, tulipeleka tofali 2000, tulipeleka mchanga trip 5, tuliwabilishia na kokoto trip 3. Mafanikio ambayo tumepata mpaka dakika hii, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi ni vijana ambao tuko 5, lakini katika vijana hapa tupo ambao tuna familia, ikiwemo na mimi mwenyewe na familia yangu ambayo naendesha kupitia kwenye hizi shughuli. Kwa maisha yangu naendesha ama maisha yetu na kikundi 5 wote tunaendesha kupitia hapa. Lakini pia tumenufaika na kuajiri vijana wenzetu ambao walikuwa wanakaa Magogoni, tulijaribu kuwatoa kule tukawasogeza hapa, na hao kidogo tunashirikiana nao. Kazi nzuri imefanyika kusini mwa Tanzania kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru. Lakini stori nzuri ya kilichofanyika anayo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Tumsikilize. Kwa jina naitwa Frank Fabian Chonya, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Niseme nimepokea fursa kwa maono makubwa sana. Nawashukuru sana PPRA. Mliitikia mapema sana. Tumefanya semina 3 Ruangwa za kuwafundisha vijana na manufaa mmeona. Leo waliojisajili leo ni wale watu ambao walielewa maelekezo PPRA. Kuna makundi ya wazee wanaojiweza, wana fikra. Aidha wastaafu siku nyingi wanakosa mahali pa kufanya. Ni vizuri sasa tuimarishe semina za kuwafundisha hawa vijana kwenye makundi mbalimbali. Kwanza waone kujiunga ni jambo la msingi, wanakwenda kupata faida. Na sisi halmashauri tumejipanga kutoa mikopo mikubwa ya kuwasaidia kufanya ile miradi ya 30% ya fedha za miradi ya maendeleo. Lakini na mimi nataka nishawishi kurugenzi mkoa wa Lindi tuwe na coordination, lakini nataka tushawishi kurugenzi wa kanda hii ya kusini, ili wote tuwe na jambo moja na PPRA, tutoe elimu, tuchangie hata fedha ya kuhakikisha ni facilitate elimu, hawa watu wajue namna kuendesha miradi yao. Tunataka haya makundi yote yapate mikopo yaweze kufanya kazi. Imani yangu baada ya miaka 2 taifa hili litakuwa mbali. Lakini rai yangu, vyombo vyote, halmashauri, PPRA na TRA, tunataka tuwape elimu, tushirikiane wote pamoja kutoa elimu na kuwasaidia wafike wanapokusudia. Asante sana kwa kusikiliza Tenda Radio. Sasa naamini umehamasika kujisajili na kutumia mfumo wa Nest ili ushiriki michakato ya tenda za serikali na kujiinua kiuchumi, kwa sababu tenda za serikali ni pesa. Kikubwa zaidi ni kwamba PPRA wameanzisha application ya simu inayoitwa Nest Tendera. Unaweza kuipakua kupitia Play Store kwa wanaotumia simu za Android na App Store kwa wanaotumia simu za iPhone. Pakua application ya Nest Tendera sasa hivi. Na kwenye hii application unaweza kujisajili kwenye mfumo wa Nest, kuomba tenda, kufuatilia mkataba wako na hata malipo kwa kutumia simu yako ya mkononi. Ili mradi tu iwe ni simu janja aka smartphone.
Pia kwenye hii application utapata notification za tenda unazoweza kuomba kila zinapotangazwa, lakini pia itakusaidia kuchuja tenda ambazo inaona kwa jinsi ulivyoweka taarifa zako una nafasi zaidi ya kuzipata. Unaambiwa tenda za serikali ni pesa, na sasa fursa ziko kiganjani kwako. Ushindwe wewe tu. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na utoe maoni yako. Kuhusu mfumo wa Nest, piga simu namba 0736 49 49 48. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA.